Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni matumaini yangu buheri wa afya popote pale ulipo, na karibu katika kapu la habari siku hii ya leo. Mimi jina langu ni Zuberi Mgaya, ambaye nitakupitisha katika habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa tutakuwa naye Al-Akhi Nuhu Stima kwa ajili ya kupitisha katika yote na yote ambayo yamejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini awali ya yote tupate muktasari ya miongoni mwa machache ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imetoa mashine za kisasa za umwagiliaji kwa wakulima wadogo mkoani Mara. Wadau wa usalama barabarani watakiwa kuweka mikakati ya kudhibiti na kukomesha ajali za barabarani. Na kunako rubaa kimataifa, serikali nchini Sudan yatangaza ongezeko la umaskini kwa raia wake. Naam, kabla ya kuanza safari ya kapu la habari, mtazamaji, nikukumbushe pia unaweza kufuatilia kapu la habari kupitia katika mtandao wa YouTube. Endapo ukiandika Mahasin TV official channel utavinjari huko kapu la habari pamoja na vipindi mbali. Tuianze safari ya kapu la habari tukianzia huko mkoani Mara. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imetoa zaidi ya shilingi milioni 468 kwa wakulima 398 waliopo katika wilaya za Musoma na Rorya mkoani Mara kwa ajili ya ununuzi wa pembejeo za kilimo zitakazosaidia kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao hususan katika nyakati za kiangazi. Taarifa zaidi naye Hilali Sefuriami. Akizungumza wakati akikabidhi pembejeo hizo, Bi Nyabanga Taraba kwa niaba ya Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo amesema serikali imedhamiria kuonyesha tija ya uzalishaji kwa wakulima wadogo, hali itakayochochea ukuaji wa uchumi na usawa wa maisha. Huu ni mwendelezo wa ugawaji wa zana hizi, lakini ni awamu ya kwanza kama pilot area, na mikoa mingine itafata awamu inayofuata. Na walengwa ni wakulima wadogo, wale ambao wanalima maeneo ambayo yana vyanzo vya maji. Kwa hiyo ni vifaa vya kumwagilia. Mashine kama mnavyoziona hapo zina uwezo wa kumwagilia masaa 10 kwa siku. Kwa hiyo unaweza kumwagilia heka zako 10 kwa siku. Lengo ni kumsaidia mkulima aweze kukuamka kutoka huko kwenye kilimo ambacho hakikidhi, kisichokuwa na tija, mashine hizi zikamuongezee tija. Katibu Tawala wa Mkoa wa Mara Gerard Kusaya akipokea pembejeo hizo amewataka maafisa ugani kuhakikisha wanatoa elimu ya mara kwa mara kwa wakulima ili kuendelea kunufaika na pembejeo hizo. Programu hii italeta manufaa makubwa kwa wakulima wadogo, na zaidi itaimarisha kilimo cha uhakika katika maeneo yote yenye vyanzo vya kudumu vya maji. Maafisa ugani sasa waweze kuhakikisha mambo yafuatayo. La kwanza, wahakikisha ya kwamba vifaa hivi vinatunzwa na kutumika ipasavyo ili viwe endelevu. Nia ya serikali ni kuhakikisha ya kwamba hivi vifaa vinatumika uwe na uendelevu, katika maana ya kwamba visiende vikatumika vibaya vikaishia baadaye kupata hasara. Kwa upande wao, baadhi ya wakulima waliopata pembejeo hizo wameishukuru serikali kwa kuwawezesha kujiimarisha katika uzalishaji kupitia matumizi ya pembejeo za kisasa. Tuna imani na tumaini kubwa kwa sababu tunapopata kilimo cha umwagiliaji kwa njia ya mashine ni jambo ambalo tunaamini litaongeza sana kipato chetu kutokana na shughuli zetu za kiutendaji. Tunaomba liwe endelevu ili tuendelee kuzalisha kwa kiwango kinachohitajika. Tulikuwa tunalima kilimo chetu tunamwagia kwa kutumia keni.
yaani tunabeba mkononi, tunamwagilizia. Kwa kweli kilimo kilikuwa na hali ngumu kwa sababu ubebaji wa maji ulikuwa na shida kidogo. Naam, shukrani sana Hilali Sefuriami kwa undani wa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mara. Mkuu wa mkoa wa Katavi Bi Mwanamvua Mrindoko ameeleza kutoridhishwa na kasi ya utekelezaji wa ujenzi wa daraja la Mirunda katika halmashauri ya wilaya ya Mpimbwe unaojengwa na mkandarasi wa kampuni ya Safari General Business kwa gharama ya shilingi bilioni 6.39. Rajabu Shaban Matuga ana undani wa taarifa hii. Mkuu wa mkoa wa Katavi Bi Mwanamvua Mrindoko ameeleza hayo baada ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa daraja hilo, ambapo ametoa saa 72 kwa mkandarasi kuhakikisha vifaa vyote muhimu vimewasili eneo la ujenzi wa daraja hilo linalounganisha mkoa huo na mkoa wa Rukwa. Sijaridhika kabisa na hatua za utekelezaji wa mradi huu na niagize kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, mkandarasi kuanzia sasa hivi lazima uwepo site masaa 24. Na hii kazi lazima iendelee usiku na mchana kuhakikisha kwamba huu muda uliobaki na huu muda mfupi ambao utaongezwa kwenye kazi hii, daraja hili liweze kukamilika na kwenye standard zinazostahili. Nitataka kila siku nipate ripoti kwamba mkandarasi upo site, wasimamizi mpo site, vifaa vipo site, kuanzia vitendea kazi mpaka vifaa vinavyonunuliwa madukani. Nakupa siku 3 tu, masaa 72. Vifaa vyote viwe site, tunataka kazi zote zikamilike. Aidha, Mrindoko ametoa muda wa majuma mawili kuona mabadiliko ya kimaendeleo katika utekelezaji wa mradi huo. Nataka nitoe wiki 2 tu za kumpima mkandarasi huyu. Nataka hizo wiki 2 tuone kazi ya kuonekana, kazi ya maana imefanyika. Na wewe mhandisi wa TANROADS ndio utakaye nishauri mimi kuona kwamba kuna maendeleo yatakayotuonyesha kwamba mradi huu utakamilika ndani ya siku 60 za nyongeza ambazo atapewa huyu mkandarasi. Vinginevyo ndani ya wiki 2 hizo, kama kutakuwa hakuna mabadiliko ya aina yoyote, hakuna jitihada za aina yoyote ambazo zimechukuliwa, naomba hatua za kimkataba kali zaidi zichukuliwe. Sio hizi hatua za kuendelea kumbembeleza mkandarasi huyu wakati wananchi wanahitaji daraja, halafu daraja halikamiliki. Lakini ni zipi sababu zinazoelezwa na mkandarasi kupelekea ujenzi wa daraja hilo lenye urefu wa mita 60 kushindwa kukamilika kwa wakati? Changamoto ilipokuja kutokea wakati wa mvua baada ile mashine kuanguka sasa, kwa sababu ilikuwa una depend ile mashine ichimbe zile pile uweze kuendelea na hizi upper structure zote za juu. Sasa kama hujachimba huwezi hata ukasema utafanya kazi nyingine ya juu. Kwa hiyo ilitupelekea tukawa na hata unstable financial, kwa sababu pesa nyingi zikawa zinatumika bila uzalishaji. Kwa hiyo tunaamini tukishatoa extension of time ya siku 60, vinginevyo kama hajamaliza ndani ya muda wa siku 60, hatua sasa za kimkataba zitaanza kumkata fedha kila siku iendaye kwa Mungu. Ipo kabisa kimkataba, tuna compute pale, kama ni milioni tunaikata kila siku, ambaye inazidi tunaikata mpaka pale ambapo atakuwa amekamilisha mradi. Na kama atakwenda mpaka siku zaidi ya 60, siku 100 hajamaliza ile kazi, sasa taratibu pia za kusitisha mkataba zinafuata, na yeye sasa atakwenda kuilipa serikali. Naam, shukrani sana Rajabu Shaban Matuga kwa undani ya taarifa hiyo kutoka kwa mkoani Katavi. Mtazamaji, bado tunaendelea na kapu la habari na hivi sasa tunaelekea huko visiwani Zanzibar, ambako mkurugenzi wa mashtaka Zanzibar Mgeni Jailani Jecha amewataka wadau wa usalama barabarani kukaa pamoja ili kuweka mikakati madhubuti ya kukabiliana na kukomesha ajali za barabarani. Akifungua mafunzo kwa maafisa wa jeshi la polisi pamoja na wadau wa usalama barabarani huko chuo cha utalii Maruhubi, DPP Mgeni Jailani Jecha amesema pamoja na serikali kuimarisha miundombinu ya barabara, lakini bado kumekuwa na upotevu wa maisha na mali kunakosababishwa na ajali zinazoweza kuepukika. Zamani walikuwa wanasema mashimo haya yalikuwa yanasababisha sana ajali. Serikali imefanya jitihada hiyo kubwa ya kuzifanyia matengenezo na kuzijenga upya barabara zetu. Tena sasa hivi usiku karibuni barabara zote za mjini zina taa. Lakini bado ajali, kwa mujibu wa tathmini iliyopo, bado ajali zinakuwa ni nyingi. Tunaelewa kuna ongezeko la matumizi ya bodaboda. Inawezekana kuwa pia ni sehemu ambayo inachangia kuongezeka kwa ajali za barabara. Katika kukabiliana na hali hiyo, Jecha ametaka kusimamiwa kikamilifu kwa sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani. Na sisi ndio masuuli kwenye hili. Tunaweza tukajenga uelewa sana, lakini bila ya kusimamia hizi sheria na bila ya kujikataza sisi wenyewe binafsi kusema kwamba tusipokee wala tusichukue hongo,
kwenye kesi hizi bado kazi kubwa tutakuwa tunayo ya kufanya. Kwa hiyo mimi ni waombe washiriki, tumekuja hapa leo kupitishana, kujenga uelewa katika sheria hii, lakini bado tuna changamoto za msingi kwenye utekelezaji wa sheria hizi. Mkuu wa usalama barabarani, kamishna msaidizi wa jeshi la polisi Haji Mkali Haji, amesema ipo haja ya kuwepo kwa sheria kali ili jamii iweze kuheshimu sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani. Ni mafunzo ambayo yamekuja kwa wakati wake, hasa kutokana na ongezeko kubwa la ajali za barabarani ambalo zinasababishwa na matumizi mabaya kwa kifupi ya barabara. Ajali kipindi hiki zimekuwa nyingi, lakini pia watu wamekuwa hawaogopi sheria inayofunikana. Kwa hivyo changamoto hizi ambazo zimejitokeza, nafikiria sehemu hii inaweza kuleta suluhisho hili cha kufanya. Sababu zinazotolewa kwa kingine zinakuwa ndogo, lakini vile vile hazistahiki. Zinazotolewa hazistahiki pale ambapo zinastahiki kutolewa. Katika hatua hiyo ya kusimamia sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani, mkuu wa wilaya Chake Chake kisiwani Pemba Bi Mgeni Khatibu Yahaya ameongoza operesheni maalum dhidi ya vyombo vya moto vinavyokiuka sheria za usalama barabarani katika maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo. Wakati wa operesheni hiyo, Bi Mgeni ameshuhudia tukio la kusikitisha ambapo bajaji moja inayoendeshwa na Othmani Abdallah Ali ilikutwa imebeba wanafunzi 12 kwa wakati mmoja, kinyume cha sheria na uwezo wa chombo hicho kilichoruhusiwa kupakia abiria 3 tu. Toka mstari 100. Ehe, twende. 3. Ehe. Twende. 4. Ehe. 5. Ehe. 6. 7. Ehe. 7. Ehe. Twende. 8. Ehe. Toa sauti. 9. Ehe. 10. Ehe. 11. Ehe. 12. Wewe dereva wewe. Wewe dereva wewe. Nakwambia wewe dereva wewe. Mabajaji mbili hizi nipandishie juu, ya mwezi mtapata bajaji zenu. Mjifunze kidogo. Ya hivi kama mzee wenu. Kitendo mlichokifanya ni kizuri hiki? Semeni wenyewe hiki kitendo ni kizuri. Bajaji hii inatakiwa kupakiwa abiria 3, mumeingia nyie 12. Mnayapenda maisha yenu nyie? Bajaji haina hata balance. Kwa nini mnakubali kufanyiwa hivi? Huu ni udhalilishaji huu. Kuli hamfundishi usalama barabarani nyie. Kwa nini mnafanya hivi? Naam, hakika mtazamaji, ukistaajabu ya wilaya Chake Chake basi utayaona ya dereva bajaji. Bado tunaendelea na kapu la habari na hivi sasa tunaelekea huko mkoani Singida ambako taasisi ya Direct Aid yenye makao yake makuu nchini Kuwait imekabidhi miradi ya kiuchumi kwa baadhi ya wakazi wa kijiji cha Nkwae kata ya Msisi mkoani Singida, ikiwa ni sehemu ya mchango wake wa kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja kwa Watanzania. Ramadhani Idi Limo anakuja na undani wa taarifa hii. Miradi hiyo iliyokabidhiwa inahusisha ng'ombe 10 wa maziwa kwa familia 5, mbuzi 50 kwa familia 10, mradi wa ushonaji kwa kina mama 10, pamoja na duka la bidhaa lililotolewa kwa kikundi cha watu 5. Katika duka tuko 5 na wenzangu. Kwa hiyo naahidi kwamba tutauendeleza huu mradi wa duka ili kujikwamua kimaisha pamoja na familia zetu. Akina mama tuko 10. Tumeletewa cherehani 10. Tumenufaika sana na huu mradi, tumeletewa cherehani na tumekabidhiwa vitambaa. Huu mradi tumewezeshwa hata kama wasiokuwa Waislamu. Tunashukuru sana. Mimi natoka kwenye kikundi cha ng'ombe kundi B. Ziko vizuri, ng'ombe zetu zinaendelea vizuri. Na huo mradi tunasubiria tu Mwenyezi Mungu ajalie ili zianze kuzaa tuanze kunufaika navyo. Akizungumza katika hafla ya makabidhiano hayo, mratibu miradi kutoka Direct Aid Juma Ramadhani Kindwa amewataka wanufaika wa miradi hiyo kuithamini na kuilinda ili iweze kufikia malengo ya kuinua kipato na kuboresha maisha. Sisi tunasema hivi, kwenye ng'ombe hatujawapa ng'ombe ili mkawauze, tumewaletea mbegu. Usitarajie uwauze hawa ng'ombe wanapotaka alafu uje uombe mbuzi wengine au ng'ombe wengine. Kinachotakiwa ni nini? Ni ule ushirikiano na kukithamini kile ambacho kimefanya nini, kimeletwa. Kupokea mradi ni jambo moja, lakini kutekeleza nalo ni jambo jingine. Kwa hiyo tuna kila sababu tunapopata miradi kama hii tuilinde, tuitunze ili endelee kutunufaisha.
Kaimu mkurugenzi wa Direct Aid Society mkoa wa Singida, Hamisi Ramadhan Isa, amesema kabla ya kukabidhi miradi hiyo, wanufaika wote walipatiwa mafunzo maalumu ya namna ya kuendesha miradi ili iweze kuwa endelevu na yenye kuleta tija kwao na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo wito wangu kwa wanufaika hawa ni kuiendeleza hii miradi kutokana na semina mbalimbali tulizowapa za kuendesha miradi hii kiweledi. Lengo ni miradi hii isife, iendelee kuwanufaisha wana kijiji na jamii kwa ujumla ya kijiji hiki cha Nkwae. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu awabariki na awazidishie wale wahisani walijitolea miradi hii kwa ajili ya lengo la kuwakwamua kiuchumi wananchi wa Tanzania na wananchi wa mkoa wa Singida na hasa wa kijiji hiki cha Nkwae. Kutoka hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV. Naam, shukrani sana Ramadhan Idilimu kwa undani ya taarifa hiyo kutoka huko mkoani Singida. Na sasa mtazamaji, tuelekee huko mkoani Manyara ambako serikali imeendelea kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa wananchi mkoani Manyara kwa kutoa majiko banifu 7914 kupitia ruzuku ya 80% ili kuongeza hamasa kwa wananchi kutumia majiko hayo ili kuondokana na adha inayotokana na matumizi ya nishati isiyo salama. Al-Akhinu Hustima anakuja na undani wa taarifa hii. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga ameelezea jitihada za serikali katika kuhakikisha wananchi wote wanatumia nishati safi kwenye makazi yao. Mkoa wa Manyara pia tumepata bahati nyingine leo ya kupata bidhaa zingine ambazo ni muendelezo wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Serikali yetu ni serikali sikivu. Imekuja tena na mambo mengine mazuri zaidi ya nishati safi ya kupikia ya majiko banifu. Mkoa tumepokea majiko 7914 ambayo yanakwenda kwenye wilaya zote 5 za mkoa wa Manyara. Majiko haya yanatumia mkaa kidogo ama kuni kidogo kwa ajili ya mapishi nyumbani. Lakini majiko salama kwa afya, lakini majiko salama kwa mazingira na ni majiko rahisi kwa kutumia nyumbani. Queen Sendiga ametolea ufafanuzi juu ya upatikanaji wa majiko hayo kwa urahisi na gharama nafuu kutokana na punguzo la bei kutoka kwenye 80% za serikali. Majiko haya uzuri wake yamepata ruzuku kubwa zaidi kutoka serikalini, 80%. Ukienda dukani kwa watengenezaji ambao wanazalisha majiko haya, utanunua jiko hili moja kwa shilingi 56,000. Lakini kwa bei ya ruzuku ambayo tumeletewa na sisi mkoa wa Manyara tuliopendelewa, 80% imechukuliwa na serikali, sisi wananchi tumeachiwa 20% ili tuweze kununua jiko hili moja. Tutanunua jiko hili kwa shilingi 11,200. Sasa kwa kuwa tumepokea majiko haya leo, mimi naomba nitumie fursa hii kuyatambulisha majiko haya kwa wananchi wa mkoa wa Manyara. Aidha, Sendiga amewataka wakuu wa wilaya wote katika mkoa huo kuendelea kutoa elimu ya matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa wananchi ili kutimiza azma ya serikali ya kupunguza madhara yanayotokana na matumizi ya nishati isiyokuwa salama kwa kupikia. Nitoe maelekezo kwa waheshimiwa wakuu wa wilaya ambayo leo hapa tuna mkuu wa wilaya wa Babati ambaye amewakilisha wakuu wa wilaya wengine, mkuu wa wilaya ya Hanang, Kiteto, Mbulu pamoja na Simanjiro. Waheshimiwa wakuu wa wilaya watakwenda sasa kufanya kazi ya kuyauza majiko haya wakishirikiana na waliokasimiwa kazi hii na serikali pamoja na kuyatambulisha kwa wananchi wenu. Wazunguke huko mitaani kwa wananchi kwenda kutoa elimu pamoja na kuhakikisha kwamba nishati hii ambayo ni safi na salama na rahisi zaidi na ya bei nafuu zaidi kuliko chochote yanafika kwa wananchi wetu wote wa mkoa wa Manyara. Nako mkoani Arusha, serikali imetoa zaidi ya shilingi milioni 584 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa shule mpya sekondari katika halmashauri ya wilaya Karatu mkoani Arusha ili kupunguza msongamano kwa wanafunzi wanapokuwa kwenye masomo yao. Tupate undani wa taarifa hii. Akizungumza mara baada ya kukagua mradi huo, mkuu wa wilaya Karatu Dr. Lameki Karanga amesema ujenzi wa mradi huo unatokana na jitihada za serikali kutengeneza mazingira rafiki ya kujifunzia kwa wanafunzi ili kuweza kutimiza ndoto zao. Shule hii ni juhudi za serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya rais wetu wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupunguza msongamano wa wanafunzi. Awali tulikuwa na shule nyingine ya Welwel ambayo iko karibu na maeneo haya, lakini serikali yetu sikivu kwa kuona watoto wetu hawa
shule imekuwa na wanafunzi wengi, basi ikatoa shilingi hizi milioni 584 kwa kujenga shule hii mpya. Mimi kwa niaba ya halmashauri ya wilaya ya Karatu tunamshukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea pesa hizi, na pesa hizi kama zinavyoonekana zimeweza kukamilisha shule hii, na tunategemea Januari watoto wataanza kusoma katika shule hii, na tumhakikishie tu rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan watoto wetu hapa watasoma katika mazingira mazuri kabisa, lakini mazingira haya mazuri kwa kujifunzia, lakini pia kwa kuleta elimu ambayo iliyo bora. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Karatu Juma Okororo amepongeza kasi ya ujenzi wa mradi huo kutoka kwa idara ya usimamizi, hali inayoleta matumaini ya kuanza kutumika kwa mradi huo kuanzia mwezi Januari 2026. Niwapongeze wakuu wa idara kwa usimamizi mzuri mnaofanya. Sisi kama serikali tutoa ushirikiano na kuhakikisha kwamba tunamaliza haya majengo kwa wakati. Lakini niwaombe pia kwa wafuatiliaji kwa wakati. Hii ni shule ambayo itasaidia wilaya ya Karatu, hasa shule kongwe ya Welwel, kwa kupunguza msongamano uliopo wa wanafunzi na kuhakikisha kwamba sasa tunaweza tukapata elimu bora kwa nafasi nzuri ambazo watoto wetu wanaweza wakatumia kujipatia taaluma ambayo ni nzuri. Kwa upande wao, wanufaika wa mradi huo wameishukuru serikali kwa kutoa fedha za kukamilisha mradi huo, hali itakayochochea mwamko mkubwa wa kitaaluma katika kutimiza ndoto zao. Shule hii ina faida kwa sababu kutapunguza msongamano kwenye hii shule ambayo ninasoma mimi Welwel. Tutasoma kwa bidii na tutafaulu na tutakuwa viongozi wazuri wa taifa la kesho. Dhumuni la mradi huu ni ili kuondoa msongamano wa wanafunzi katika shule zetu hizi. Epusha msongamano wa wanafunzi katika shule mama, kwa sababu kunapokuwa na msongamano kunahusisha wanafunzi kutokuwa vizuri katika masomo yao au kuwa vizuri katika academic performance, na pia inatusaidia kuweza kuwa na uwiano mkubwa pili tutakapokuwa na mgawanyo mzuri wa kitaaluma. Naam, kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Arusha inatufanya kufika tamati ya kapu la habari kwa upande wa habari ambazo ni za kitaifa, na hivi sasa tunapata fursa ya kupoza koo kwa sekunde chache, na tukirejea ni wasaa mzuri wa kuzifahamu zile taarifa ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, nikushukuru na nikupongeze kwa wewe ambaye umeamua kusalia nami hapa katika kapu la habari. Na hivi sasa ni wasaa mzuri wa kuzifahamu zile taarifa ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania kama zinavyosomwa naye Al-Akh Nuhu Stima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Waziri wa ustawi wa jamii nchini Sudan, Mutasim Ahmed Saleh, amesema umaskini nchini humo umeongezeka zaidi ya mara 3 tangu kuanza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe mnamo April 2023.
Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, Waziri Saleh amesema kuwa takriban raia milioni 23 wa Sudan kwa sasa wanaishi chini ya mstari wa umaskini, ambapo amenukuliwa na gazeti moja nchini humo akisema kiwango cha umaskini nchini Sudan kimepanda kutoka 21% hadi 71% kutokana na vita, kwa mujibu wa ripoti rasmi. Waziri huyo amehusisha ongezeko hilo kubwa la umaskini na mzozo unaoendelea kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa msaada wa haraka RSF, na kusema serikali inapanga kukabiliana na janga hilo kwa kupanua fursa za ajira na programu za maendeleo zinazolenga kufufua sekta za uzalishaji. Pia ameahidi kuanzisha mageuzi ya kifedha ili kuwawezesha wazalishaji wa ndani kupata mitaji kwa urahisi. Mgogoro huo umeharibu uchumi wa ndani na kuwalazimisha mamilioni ya watu kukimbia makazi yao. Kwingineko, jeshi la wanamaji la Marekani limethibitisha kuwa kikosi cha wanamaji cha Marekani kilichojikita katika meli kubwa zaidi ya kivita duniani USS Gerald R. Ford kimewasili katika visiwa vya Caribbean. Kuwasili kwa wanajeshi hawa ambako ni agizo la Rais Donald Trump mwezi uliopita kunafanyika huku mashambulizi yakiendelea dhidi ya meli za dawa za kulevya na mvutano wa nchi hiyo na Venezuela ukiendelea kutokota. Marekani hadi kufikia sasa imetekeleza takriban mashambulizi 19 dhidi ya boti katika visiwa vya Caribbean na mashariki mwa Pacific na kusababisha vifo vya takriban watu 76. Hata hivyo, chombo kimoja cha habari kimeripoti kuwa Venezuela inajipanga na vita kwa kupeleka silaha, ikiwa ni pamoja na vifaa vya miaka mingi vilivyotengenezwa na Urusi kwa lengo la kuvizia au kusababisha machafuko ikiwa Marekani itashambulia kwenye anga au ardhini, kulingana na vyanzo vyenye ufahamu wa juhudi zinazoendelea na nyaraka za upangaji zilizoonekana. Inaelezwa kuwa mbinu hiyo inatumika kutokana na ukosefu wa wafanyakazi na vifaa katika nchi hiyo ya Amerika Kusini. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, Rais wa Niger Abdurrahmani Chani ameishutumu vikali Ufaransa kwa kuhusika katika njama za kuichafua na kuidhoofisha nchi yake. Akizungumza wakati wa ziara yake katika mkoa wa Tahuo magharibi mwa Niger, Rais Chani alikemea kile alichokiita kuingilia kwa nguvu nchi za kibeberu, akisema kuwa nguvu ya ukoloni hususan Ufaransa zinawatumia raia wa Niger kushambulia miundombinu muhimu ya taifa. Aidha, amelaani matendo ya baadhi ya raia wa taifa hilo ambao kwa kushirikiana au kwa mienendo ya kupotoka wanajaribu kuleta machafuko nchini. Pia alisisitiza kuwa njama hizo hazitafaulu, akieleza kuwa wale waliojificha nyuma ya dini ili kutekeleza uhalifu wao si chochote ila ni wezi na wahuni waliopotoshwa. Ikumbukwe kuwa hii si mara ya kwanza kwa kiongozi huyo kuikosoa Ufaransa, ambapo mnamo mwezi Juni 2025 alituhumu Paris na washirika wake kwa kupanga njama za kuisambaratisha Jamhuri ya Muungano wa Mataifa ya Sahel kupitia mitandao ya siri, makundi yenye silaha na wafuasi wa kikanda. Nuhu Stima, Mahasin TV. Naam, mtazamaji, kwa habari hizo za kimataifa zilizosomwa na Al-Akhi Nuhu Stima zinanifanya mimi sina cha ziada hapa katika kapu la habari, lakini kabla ya kuhitimisha, basi tupate kujikumbusha miongoni mwa machache ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imetoa mashine za kisasa za umwagiliaji kwa wakulima wadogo mkoani Mara. Wadau wa usalama barabarani watakiwa kuweka mikakati ya kudhibiti na kukomesha ajali za barabarani. Na kunako rubaa kimataifa, serikali nchini Sudan yatangaza ongezeko la umaskini kwa raia wake. Naam, mtazamaji wa Mahasin TV, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada hapa katika kapu la habari. Muda wote ulikuwa nami Zuberi Mgaya ambaye nimekupitisha katika habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa alikuwepo Al-Akhi Nuhu Stima kwa ajili ya kupitisha katika yote na yote ambayo yamejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikutakia wakati mwema na utazamaji mwema pia kwa vipindi mbalimbali vinavyofuata kupitia channel namba 455 Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.